Kitabu cha Matendo ya Mitume, nakuletea maneno haya ya mwaka mpya. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Watoto waseme amen. Yesu alidhihirishwa katika mambo makuu matatu. Alidhihirishwa katika miujiza, alidhihirishwa katika ishara, alidhihirishwa katika maajabu ambaye Mungu aliyafanya kwa mkono wake katikati yenu. Na Mungu amesema na mimi, na nimetangaza jana usiku wakati tunavuka mwaka, kwamba mwaka huu Mungu anaenda kujidhihirisha katikati yetu kwa miujiza na ishara na ajabu. 2026 takuwa mwaka wa miujiza na ishara na ajabu. Haleluya! Yesu alidhihirishwa kwa miujiza na ishara na ajabu, na yupo katikati yetu kwa miujiza na ishara na ajabu, na anaishi ndani yetu kwa miujiza na ishara na ajabu, na anadhihirika kwenye maisha yetu kwa miujiza na ishara na ajabu. Sasa nisikilize haraka haraka. Kwa nini Yesu tunasema alidhihirishwa? Kwa nini Petro ndiye aliyasema haya maneno? Akasema Yesu alidhihirishwa kwa ishara na miujiza na maajabu. Yesu alidhihirishwaje? Jambo la kwanza, kuzaliwa kwake kulikuwa ni miujiza, ni ishara, ni maajabu. Sasa ngoja nikupe tafsiri haraka haraka. Miujiza maana yake ni nini? Ni mambo makuu kuliko fahamu, kuliko akili, kuliko hekima na kuliko asili ya dunia hii. Hiyo ndio inaitwa miujiza. Ishara maana yake ni nini? Ishara ni jambo linalofunua na kutafsiri ukuu na uweza wa Mungu. Jambo linaloitwa ishara maana yake ni udhihirisho na ufunuo wa uweza na ukuu wa Mungu. Hiyo inaitwa ishara. Ajabu maana yake ni nini? Ni jambo ambalo likifanyika wanadamu wanastaajabu, wanashangaa, wanaogopa, wanatetemeka. Hiyo ni tafsiri ya ajabu. Ni jambo ambalo likitokea mwanadamu anashangaa, anashtuka, anaogopa, haelewi, anakuwa puzzled. Huyo ndio Yesu ambaye tumembeba katika maisha yetu, na anaenda kudhihirika kwa namna hiyo kwenye huu mwaka 2026 katika jina la Yesu Kristo.